tunaungana na Profesa George Kahangwa ambaye ni mkufunzi na mbobevu wa masuala ya elimu, tukizungumza naye kuhusiana na mustakabali wa matumizi ya akili unde na athari zake katika sekta ya elimu. Profesa George, habari ya jioni. Nzuri, habari za kazi? Salama kabisa, sijui wewe huko. Sijambo. Akili unde imekuwa kizungumkuti sio tu kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta nyingi tu. Hali halisi huko kwenye sekta ya elimu ikoje? Kwa kweli kwenye sekta ya elimu imekuwa ni changamoto vile vile. Lakini matumaini yapo kwamba wahusika walioko katika sekta mbalimbali wanaweza wakajipanga, wakajua ni namna gani wanaweza wakatumia haya maendeleo ya kiteknolojia ambayo yametufikisha kwenye akili unde. Kwa upande wa elimu utaona hata ya siku ya leo tumepata matokeo ya kidato cha 6, na katika ripoti ambazo Baraza la Mitihani ya Taifa limetoa ni pamoja na kuwafutia matokeo wale ambao wamebainika kwamba wametumia akili unde kujibu maswali ya mitihani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba changamoto ipo kwenye maswali ya mitihani, changamoto ipo hata tulioko katika vyuo vikuu tunaona. Unaweza ukawapatia wanafunzi kazi za kufanya, lakini wakatumia akili unde na wakaweza kufanya hiyo kazi kwa njia hiyo, kwa maana ya kwamba wanakuwa hawajafanya chochote isipokuwa akili unde ndio imefanya. Kwa mfano katika uandishi wa tasnifu, unakuta mtu tasnifu imeandikwa na akili unde, na kuna namna ambazo unaweza ukagundua kwamba hii mwanafunzi hajafanya mwenyewe isipokuwa kilichofanya ni akili unde. Mnatambua vipi kwamba mwanafunzi huyu ametumia akili unde na huyu hajatambua? Huenda hilo ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza, hususan kama akiwa ameandika kwa mkono, amekusanya ama amechapa. Kwa mfano kama mtu ameandika tasnifu, akili unde ina baadhi ya vitu ambavyo inavibuni yenyewe bila kuwa na uhalisia. Kwa mfano mtu kama ameweka rejea tofauti, kwa mfano inasema nimefanya kazi hii, nimesoma kitabu fulani. Ukikitafuta hicho kitabu unaweza ukagundua kwamba hicho kitabu hakipo, isipokuwa akili unde imebuni jina la mwandishi na ikabuni kitabu kabisa. Inafanya hivyo. Na pia kuna mambo mengine ambayo hata ukiwa unasoma kazi ya mwanafunzi unaweza ukaona kama imekuwa nzuri sana, unaweza ikawa ishara ya kwanza kushtuka kwamba hii ni yeye mwenyewe au kuna kitu kisichokuwa cha kawaida hapa. Lakini pia katika mifumo yetu ya, kwa mfano kazi ambazo wanakuwa wameandika wanakusanya, tuna apps ambazo tunazitumia za kuweza kupima ni kwa kiasi gani huyu mtu amekopi vitu kutoka kwingine, na teknolojia inaweza kutuonyesha kwamba hiki si chake isipokuwa amekikopi mahali. Kwa hiyo utaratibu huo upo na kwa kweli mambo yanafanyika. Na wakati mwingine hata usipotumia kama hiyo nayosema app au utaratibu ambao tunao katika vyuo, unaweza pia ukachukua hicho alichoandika ukakiweka kwenye mtandao kawaida, ukaona kwamba kinafanana na kile neno kwa neno. Kwa hiyo namna hiyo unakuwa umegundua kwamba hii kweli ni akili unde. Akili unde pia ina uwezo wa kutengeneza picha na michoro. Unaweza ukaangalia picha kabisa inaonekana kama, kwa mfano tuseme mtu maarufu Mwalimu Nyerere, lakini unaona huyu sio halisia, yani kuna namna fulani ambayo unaona ni wa tofauti. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba hapa akili unde imefanya kazi. Ukomo uko wapi sasa Profesa? Ukomo wa mwanafunzi kutumia akili unde unaishia wapi, ama sera zetu zinasema vipi atumia akili unde kwa kiasi gani na kwa kiasi gani atumia akili yake? Umesema neno jema kwamba swala la akili unde linahitaji sera na miongozo na masharti. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mwanafunzi anaweza akafanya, kwa mfano kujifunzia. Kujifunza, kama anatafuta taarifa, anaweza kabisa akatumia akili unde na akapata vitu vingi. Shida ni inakuwa pale asikopi. Kwa hiyo sharti ni kwamba ulichojifunza au usikikopi. Kwanza usikopi kwa sababu sio kazi yako. Pili, usikopi kwa sababu baadhi ya vitu vilivyoko hapo akili unde imevibuni, sio kwamba ni halisia. Kwa hiyo
anakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba kitu atakachokuja kuwasilisha kwa mwalimu au mwadhiri ni kila ambacho kweli yeye ameandika, ingawa anaweza akawa ametumia akili unde kujifunza. Sio wanafunzi tu, hata sisi tunaofanya kazi za kitaaluma huwa tunaandika makala kwenye majarida ya kitaaluma. Kwenye majarida hayo wanatupa masharti pia kwamba kazi huo umeandika wewe, lakini endapo umetumia akili unde kwa namna moja au nyingine, unastahili kusema kwamba nimetumia, ili isije ikawa kwamba unakuwa mlagai. Kwa hiyo utumiaji wa akili unde unasharti kwamba usiwe mlagai, sio kwamba inazuiwa kabisa katika taaluma. Kwa mfano, naweza nikaiambia akili unde kwamba jumlisha hii hesabu. Sasa ikijumlisha nikapata jumla, hakuna kosa, kwa sababu hata calculator inajumlisha, si ndio? Sasa lakini nina wajibu wa kuambia wale nao pelekea hiyo kazi kwamba wakati wa kujumlisha au wakati wa kufanya mahesabu nilitumia akili unde. Inakuwa inaeleweka namna hiyo. Yani ni kama tunavyosema kwa neno la Kiingereza kudeclare au kuonyesha wazi, kutaja wazi kwamba katika hatua fulani nimetumia hiki. Kwa hiyo inakuwa inajulikana kuliko ambavyo unakuwa umeficha. Sasa shida inakuwa pale, kwa mfano kama ni mtihani, ukitumia akili unde ikawa ndio imepiga mahesabu, ndio imefanya kila kitu, sasa hapo wewe umefanya kazi gani? Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuwa sio tabia ya kiadilifu unapotumia kudanganya kwamba hii kazi nimefanya mwenyewe, wakati ukweli ni kwamba hujafanya mwenyewe. Lakini kama nchi hapa Tanzania bado sidhani kwamba tunao mwongozo tayari ambao umekwisha kusambazwa kwa watu wote. Kama Wizara ya Elimu imetengeneza, itakuwa ni jambo jema, lakini ifike mahali sasa usambazwe kwa watu wote na wewe unaeleweka kwamba hivi ndivyo tunavyoenda. Ninachojaribu kusema ni kwamba hatuwezi kupiga marufuku matumizi ya akili unde. Badala yake, hili ni jambo la kulipokea kitaalamu kwamba utumie ndio labda katika kujifunzia au kutafuta taarifa, lakini usitumie kudanganya na kusema kwamba kazi hii nimefanya mimi, pale unapokuwa unatakiwa kwamba hiyo kazi uwe umeifanya wewe. Utumie pengine kuchora michoro ambayo unaweza kusema kwamba huu ni mchoro sio picha, kuliko kuitumia kudanganya kwamba hii ni picha ya fulani. Kwa mfano, watu wabaya wanaweza wakaitumia kumwonyesha mtu fulani anafanya kitu fulani, wakati ukweli ni kwamba hajafanya kitu hicho, na picha ikawa inaonekana kana kwamba ni yeye, kumbe imetoka kwenye akili unde. Kwa hiyo ni vizuri sana kutangaza kwamba mchoro huu au picha hii ni ya kubuni kwa kutumia akili unde. Yaani mtu kama anatangaza kabisa kwamba itafanya hicho kitu, ni sasa sana. Hii akili unde ni sawa na vifaa vingine ambavyo mwanadamu amewahi kuunda. Sawa. Sisi binadamu tunaitwa viumbe watengeneza zana za kazi. We are tool makers. Yaani tofauti na viumbe wengine wengi, sisi ndio viumbe ambao tuna akili, tuna uwezo wa kutengeneza vifaa vya kazi. Kwa hiyo akili unde nayo tumeiunda, haijajiunda, tumeunda sisi wanadamu. Sasa badala ya elimu kugombana na akili unde, igombane na maovu yanayotokana na akili unde, sio akili unde yenyewe. Badala ya kugombana na akili unde kama akili unde, igombane na maovu yake. Na wakati tukiwaangalia wenzetu duniani wanaendelea kuitengeneza, maka inazidi kukua, na sisi tuwe washiriki wa kuchangia kutengenezwa kwake. Yaani tuwe sehemu ya kuiendeleza hiyo teknolojia. Professor George, hata katika shule zetu tunaweza tukawafundisha watoto wetu, wanafunzi wetu ni namna gani wanaweza wakatengeneza vitu ambavyo vina huo mtazamo wa akili unde. Sawa. Professor George, tumeona kwamba Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yeye amezungumza na kuona kwamba serikali inazidiwa pengine kutokana na kukua kwa kasi ya matumizi haya teknolojia ya akili unde, na kuweza kutoa tahadhari ya kuwepo pengine kanuni za kimataifa zitakazoweza kusimamia usimamizi wa matumizi haya ya akili unde. Kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania, unahisi kuna haja nasi kuwepo kwa kanuni hizi za usimamizi wa matumizi haya, na zitasaidia kwa kiasi gani ili kuweza kubalance hicho ambacho umetueleza? Ni lazima tuwe nazo.
Yani ni lazima tuwe nazo, sio tu tuwe na taratibu za namna ya kushughulika na akili unde, isipokuwa tuwe nazo tena zinaenda kwa kasi na zinabadilika kwa kasi, kwa sababu utengenezaji wa akili unde una kasi kubwa sana. Kwa hiyo na sisi lazima tuwe na taratibu ambazo zinatengenezwa kwa kasi. Yani kwa mfano imagine kama rais anaweza akahutubia taifa, akili unde nayo inaweza ikachukua picha ya rais na ikatoa hotuba ambayo wala hata haijaisema. Kwa hiyo lazima tuwe na kasi katika kusema kwamba taratibu zetu za kutumia akili unde katika sekta fulani, taratibu hizo ni 1, 2, 3, 4, na pengine hata kuzitungia sheria kwamba endapo mtu atatumia kinyume na utaratibu huo anakuwa anakiuka sheria. Sasa yani ni majira ambayo tumeyafikia, yana kasi sana kwenye teknolojia, tena huenda sio akili unde tu na teknolojia nyingine. Kwa hiyo hizi lazima tuziwekee taratibu. Jamii ya binadamu imekuwa ni jamii ya taratibu. Hata ungekuwa na zana ndogo kama kisu, ndio maana tuna taratibu zinazosema usitembee na kisu hadharani na unakionyesha hadharani. Kwa hiyo hata akili unde hii ambayo ni janja sana, inahitaji mifumo yetu, serikali zetu, ofisi zetu, sekta zetu, popote ambapo akili unde inaweza ikatumiwa, kuwe na utaratibu unaoeleweka, tena utaratibu ambao unabadilika kwa kasi. Ukiwa na utaratibu huo mwaka huu, hakikisha kwamba ndani ya miezi 6 umekagua tena kuona kama utaratibu huo unatosheleza, kwa sababu akili unde inazidi kubadilika na kubadilika na kubadilika kwa kasi ya ajabu. Kwa hiyo na taratibu itatulazimu kwamba tuna taratibu ambazo zinabadilika kwa kasi ya ajabu vile vile, bila kusubiri muda mrefu. Kama wengine unakuta kwamba wanasema tutakuwa tunafanyia mapitio taratibu zetu kila baada ya miaka 5. Ukifanyia mapitio taratibu kila baada ya miaka 5, utakuta kila ambacho ulikiandika wakati ule na kilichotokea miaka 5 baadaye wala ukigusi kabisa. Sasa mbali na taratibu na miongozo ya kitaifa, jumuiya zetu hizi za Afrika Mashariki au kama SADC na AU, Umoja wa Afrika, na dunia kwa ujumla, popote ambapo kuna ushirikiano wa kimataifa, na penyewe panahitaji miongozo ili dunia yote, kwa mfano kupitia kama unavyosema Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, kuna mambo ambayo yatahitaji tamko la pamoja ambalo tunalikubali sote pamoja kwamba hivi ndivyo namna ambavyo tutaendana na akili unde. Tena zipo pia hofu kwamba akili unde siku moja, ingawa ni binadamu tumetengeneza sisi, inaweza ikatuzidi uwezo. Kwa hiyo hayo nayo lazima tuwe kama binadamu tumejitayarisha nayo, kwamba ikifika katika hali ya namna hiyo, kumbe taratibu zitakuwaje. Kama udhibiti mzuri, lazima kwenda na kasi ya hiyo teknolojia na tuwe na kasi ya taratibu. Kama udhibiti mzuri hautapatikana kutokana na kasi hii ya matumizi haya teknolojia ya akili unde, unaona kabisa ile hofu ama athari za pengine kuwepo na kundi kubwa la vijana ambao hawatakuwa na uwezo wa kuweza kutumia akili zao ama maarifa yao binafsi kwa kutegemea akili unde? Ukweli hizo athari zitajitokeza, kwa sababu wapo ambao badala ya kufanya jambo, hata maofisini tu, sio vijana tu, yani hata watu wazima, badala ya kufanya kitu na kufikiri, atategemea hiyo akili. Yani badala ya kutumia akili ya asili ya binadamu, wapo wanadamu ambao wataamua kutumia hii akili ya bandia. Tunatumia hayo maneno akili unde, akili mnemba, lakini ukweli ni kwamba ni akili bandia. Sasa mtu akiamua kwamba mimi situmia akili yangu tena, nategemea tu akili bandia, huyo kwa kweli anakuwa amepotoka moja kwa moja. Binadamu tuliumbwa tuna akili za asili, lazima tuzitumie. Hii akili unde inakuja kama kifaa tu. Yani ni kama kusema wewe unakula nyama alafu unasema sina haja ya kutafuna, ngoja nachomeka hivyo hivyo kwa sababu kuna kitu kitanisaidia kutafuna. Hata kama una mashine ya kuisaga, unameza nyama inahitaji itafunwe. Nyama hata kama kwa mfano ni ugali, lazima uchanganyikane na mate ya mdomo. Sasa ukisema mimi nateremsha tu kwa sababu kuna utaratibu tofauti, unakuwa umekosea. Kwa hiyo ni makosa makubwa sana kwa yeyote atakayeamua kutegemea hiyo akili peke yake. Anakuwa yeye amejiondolea akili ya kwake mwenyewe. Na hatari nyingine kubwa ni kwamba kwa kadri unavyotumia akili, ndivyo na wewe akili yako inakuwa sharp. Sasa ukiamua kutoitumia,
maana yake unafanya huo ubongo wa kwako utakuwa bongo lala. Kwa hiyo yeyote anayetumia akili unde asiruhusu ili akili unde ikaja ikamuingiza kwenye tatizo la yeye kuwa bongo lala, hawezi kufikia, hawezi kufanyaje. Kiendelee kuwa ni kifaa saidizi, kifaa ambacho tuondolee utu wetu. Yaani kuamua kutegemea mashine, ina maana sisi binadamu sasa tunakuwa tumejiondolea utu. Profesa, umenikumbusha neno la zamani la bongolala. Niliambiwa nikiwa shule ya msingi kabisa. Sasa ni kwamba itakuwa ni bongolala kabisa mtu akiamua kutumia akili unde. Nilichotaka kusikia pia kutoka kwako. Ndio. Nataka kuongeza pia kwamba dunia ina uzoefu wa kufika mahali fulani, teknolojia fulani ikasimamishwa. Tuliwahi kuwa na mfano ndege zile ziliitwa Concorde. Zilipoonekana zilikuwa ni ndege za kasi sana, lakini kwa sababu kulikuwa na madhara yaliyopitiliza ilibidi zisimame. Yapo hata madawa ambayo tumetengeneza wanadamu, lakini ilipoonekana kwamba madhara yanazidi, wakati fulani inabidi kusimamisha. Kwa hiyo kama Umoja wa Mataifa unaweza ukaamua, endapo tutaona akili unde kwa kweli imetuzidi uwezo, kukaa chini na kutafakari kama tusimamishe au tuendelee nayo kwa namna gani, litakuwa sio jambo la ajabu. Karibu pia ulitaka kuniuliza jambo lingine. Kuhusiana na sera na miongozo. Manake hivi sasa kila taasisi inaamua yenyewe, ama kwa zile ambazo labda hazijaamua kuchukua hatua ama hazina wataalamu, manake tunakwenda vile vile liwalo na liwe. Sasa kwenye taasisi za elimu ambako ndio sekta muhimu, ambako ndio tunapima uelewa na wasomi wanaotoka huko ndio tunatarajia walete mabadiliko nchini kwetu, Afrika na hata kwa ulimwengu mzima. Nadhani ni swala ambalo la haraka sana labda lingetakiwa kufanyia kazi, na kama ulivyosema hapo awali, walau kungekuwa kunafanyika mapitio kila baada ya miezi 6, kwa sababu teknolojia nayo inakuwa kwa kasi. Mimi kwa maoni yangu naweza kuona hata miezi 6 pia ni mingi sana, kwa sababu kila siku mambo yanabadilika. Sasa ninyi kama wadau mnafanya nini kuhakikisha kwamba serikali inachukua hatua za haraka? Kwa sababu ninachokiona hivi sasa ni kama kila taasisi, iwe ni chuo, iwe ni shule, wanaamua wao wenyewe kwamba hapa tutuweke mipaka, ama wengine wazuie kabisa. Na kuzuia naweza kusema linaweza kuwa ni jambo gumu sana, kwa sababu haui na mwanafunzi anavyofanya kazi ya nyumbani uliyompa, sivyo? Sasa kwa tunavyoongea sasa hivi, sisi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tayari tuna mwongozo wa namna ya kushughulika na akili unde, na kama nilivyokueleza, tuna hata namna ya kutambua kwamba hapa ni akili unde au ni tofauti. Kwa hiyo kama ni kuna yeyote anayehitaji kuandika mwongozo wa taasisi yake, tayari tuna uwezo wa kuwashauri wengine. Sisi vyuo vikuu huwa ni watoa ushauri elekezi, ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo watakaohitaji ushauri kutoka kwetu, tuko tayari kutoa ushauri. Profesa, tunatoa wito kwa mfano kwamba taasisi zote zinazosimamia elimu kwa ngazi ya kitaifa, kuna kwa mfano Tume ya Vyuo Vikuu inabidi nayo itoe mwongozo, Baraza la Elimu ya Ufundi NACTVET nalo inabidi litoe mwongozo utakaohusu ngazi hiyo. Lakini pia tuna kamishna wa elimu ambaye anasimamia elimu ya msingi, naye pia nadhani hata ofisi yake inaweza ikatoa waraka unaohusiana na akili unde. Lakini tunafahamu pia kwamba Wizara ya Elimu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ndio msimamizi wa elimu kwa ujumla. Tutarajie pia kwamba nao wana mwongozo wao na wanaweza wakaufanyia kama ni press conference au namna gani kuweza kuutangaza kwa umma, kila mtu akafata huo. Na kama nilivyosema, tuna bunge inabidi ifike mahali watengeneze nao sheria. Pengine ni wakati wa serikali kufikiria ni mswada gani wa sheria unaweza kaupeleka bungeni ambao unashughulikia jambo hili. Kwa hiyo nitoe wito kwamba kwa taasisi zote zinazohusika zenye mamlaka ya kuamua kutoa miongozo, sheria na taratibu, lazima zifanye kazi. Wakati tunasubiri hayo ya kitaifa, ofisi moja, chombo kimoja cha habari au ofisi fulani moja lazima ianze kufikiria haraka sana kuwa na utaratibu wa ndani wa ni kitu gani kinakubalika katika matumizi ya akili unde na kitu gani hakikubaliki, na namna gani ya kutumia. Wataweza kuongozana vizuri, na bila shaka itakaposambaa hiyo miongozo ya kitaifa wataweza kulinganisha walichonacho na kile ambacho kitatoka katika miongozo ya kitaifa na ya kimataifa, na hatimaye kuweza
kuitumia vizuri sana. Kama taifa tumechelewa kiasi gani, Profesa? Kwa sababu nadhani kulikuwa na umuhimu kabisa kuwa na mwongozo mkubwa ule wa kitaifa, halafu ndo ifuate hii ya taasisi kwa taasisi, lakini naona kama sisi tunafanya kinyume chake. Kama kuna matatizo yamekwisha kujitokeza, hatujachelewa, tunaweza tukawa na miongozo mizuri. Mimi nafikiri upande ambao tunaweza tukasema tumechelewa ni kwamba sisi wenyewe ushiriki wetu ni mdogo sana katika kutengeneza akili unde. Wakati tunagombana na hili jambo limekuja duniani, kumbe tulipaswa nasi kuwa washiriki wa moja kwa moja kuchangia utengenezaji wa akili unde, na pengine tukaisaidia dunia sasa kutengeneza akili unde isiyoingiza watu katika matatizo. Profesa George, asante. Akili unde inatokana na akili ya watu. Kwa hiyo sisi wenyewe kupitia mitaala yetu, kupitia taasisi zetu zinazofanya ubunifu, huko ndiko ninakoona kwamba tumechelewa. Dunia imekwisha kufika katika hatua hiyo. Sasa sisi kama Tanzania tumechangia kiasi gani kuifikisha dunia huko? Na haya yanayoibuka, teknolojia ikiwa na changamoto, unaweza ukatengeneza ile isiyokuwa na changamoto. Kama unavyoona kwamba ilipokuja mambo ya kompyuta, na ilipofika karibu na mwaka 2000 ilikuwa inasemekana kwamba kutakuwa na kirusi kitazima kompyuta zote. Yale mambo ya Y2K, kama utakuwa unakumbuka, mpaka na wengine wakatungia nyimbo. Wataalamu waliingia kazini kuhakikisha hilo halitokei au linadhibitiwa. Unavyoona mwanadamu anatengeneza kompyuta software, alafu anatengeneza na virus, wapo wanaotengeneza antivirus. Sasa na sisi tunaweza tukasema akili unde ipo, kwa hiyo tunatengeneza anti-malicious artificial intelligence ambayo inakamata moja kwa moja kwamba hiki kisifanyike, wewe ni akili unde mbaya, kwa hiyo wewe tunakudhibiti. Yaani tunaweza tukaenda huko tukaisaidia dunia, tusiwe watu wa kushangaa na kusubiri mambo yatokee kana kwamba teknolojia inadondoka kutoka mbinguni, kumbe ni wanadamu sisi wenyewe tunatengeneza. Sasa uko wapi ushiriki wetu sisi kwa Tanzania? Sawa sawa. Profesa George, asante sana kwa kuungana nasi na tunakushukuru sana kwa uchambuzi wako kuhusiana na swala hili muhimu kwenye sekta ya elimu. Na mimi nashukuru kwa kuongea na wewe, na naamini wewe sio akili unde, nimeongea na mwanadamu. Mimi ni mwanadamu, Profesa. Hata mimi ni mwanadamu, naitwa George Kahangwa. Asante sana, nakutakia akili unde George Kahangwa atakuwa naye, tutamdhibiti. Sawa sawa, tunakutakia jioni njema. Jioni njema kwako pia. Asante sana. Ni Dr. George huyo kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukizungumza naye kuhusiana na matumizi ya akili unde na sera zake hasa katika sekta ya elimu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.